Nikupe hii ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa siku kadhaa sasa. Wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina kufahamu kini cha ajali ya ndege ya Nandi ilishamiri kwenye ibada ya jumlishi ya wafu ya mbunge Yohana Ng'eno na watu wengine 4 iliyofanyika kwenye shule ya msingi ya Emurua Dikir. Na jinsi anavyotuarifu sasa mwanahabari wetu Ruth Sarmoi ni kwamba viongozi walikuwa na wakati mgumu kumudu halaiki ya watu waliofika kumwomboleza. Miili ya waathiriwa 5 kati ya 6 ilitua kwenye uwanja wa Mogondo TTI kabla ya kuanza safari ya kuelekea shule ya Emurua Dikir ambapo ibada ya wafu ya 5 hao ilikuwa inafanyika. Pindi miili hiyo ilipofikishwa shuleni, umati wa waombolezaji waliokuwa wakisubiri ulizuka kwa kilio na maombolezi. Viongozi wakipata wakati mgumu kudhibiti mamia ya watu waliotaka kukaribia majeneza ya 5 hao, ilimbidi gavana wa Narok kuzungumza ili kutuliza hali. Kwa sababu tunataka kuanza hii program na nataka tusikizane. Mimi nalia kama nyinyi. Tumepoteza kingpin yetu. Na mimi najua yale ambayo nyinyi wenyewe mnajisikia, mimi nasikia vile mnasikia. Wito wa uchunguzi wa kina cha ajali hiyo ilijaa midomo ya watu waliozungumza. Ile kitu hawa nataka tu ni ifanywe uchunguzi ya haki, hawa waelezwe ni nini ilifanyika. Hiyo tu, hatutaki maneno nyingi. Investigation ikoke vizuri, ndio wakati tunasindikisha mtoto wetu, ndugu yetu, kiongozi wetu, itufungue roho tulale na tuheshimu na tuseme Mwenyezi Mungu alitupatia. Wakazi wa Emurua Dikir walimpokea kwa shangwe mbunge wa zamani wa Nandi Hills Alfred Keter. Akizungumza kwa lugha ya Kalenjin, Keter alisimulia jinsi Ng'eno alisusia kuungana na kambi la viongozi waliompiga vita za kisiasa. Aidha, wakazi walisimulia jinsi wamempoteza kiongozi aliyepigania maslahi yao kwa hali na mali, huku wakiomba serikali kuhakikisha kwamba wanaangazia mizozo ya ardhi ya Mau na Ang'ata Barakoi, masuala ambayo Ng'eno alikuwa anafuatilia. Jamaa ya waathiriwa wengine waliwaenzi wapendwa wao, huku wakiomba serikali kuwafaa baada ya msiba wa wapendwa wao. Miili ya Yohana Ng'eno na Wycliffe Rono yatasafirishwa kuelekea makazi yao, huku ya wengine 3 yakipelekwa kwenye makafani iliyoko Kilgoris kusubiri ibada ya mazishi hapo kesho. Ruth Sarmoi, NTV, kutoka eneo la Emurua Dikir.